Hii ni Jembe Gospel ya 93.7 Jembe FM, na leo tuko na waimbaji kutoka AICT Chang'ombe, ni jijini Dar es Salaam huko. Wamefika jiji la Mwanza kuadhimisha Pasaka yao. Tuweze kuwafahamu kwanza walianzia wapi, lakini ni kipi ambacho wametuletea sisi wana Mwanza na Watanzania kwa ujumla. Niko na katibu hapa. Katibu, karibu, ujitambulishe, unaitwa nani, lakini utuambie kwa kifupi historia ya kwaya hii ya AICT Chang'ombe. Bwana asifiwe. Kwa majina yangu naitwa Dickson Seni, ni katibu kiongozi wa kwaya ya AICT Chang'ombe. Kwaya hii ilianzishwa mnamo mwaka 1988 ikiwa na idadi ya waimbaji 15, lakini kadiri siku zimeendelea na miaka imeendelea, kwaya hii kwa sasa hivi na idadi ya waimbaji 220. Kwa hiyo ni kundi kubwa. Kwa hiyo hata katika uongozi imebidi tuwe na makatibu zaidi ya mmoja kwa ajili ya kusaidiana katika kutekeleza majukumu ya huduma hii tulionayo. Bwana Yesu asifiwe. Tuko katika mji wa Mwanza kuja kwa ajili ya huduma ya kumtangaza Kristo kwa ajili ya uimbaji. Kwa hiyo wenyeji wa Mwanza wote tunaendelea kuwakaribisha, endelee kufuatilia katika mitandao pamoja na sehemu mbalimbali ambapo injili inaendelea kuhubiriwa katika redio na hata kufika kwenye makanisa kwa ajili ya kusikia neno la Mungu. Mungu ataendelea kuwabariki sana na ataendelea kuwainua katika shughuli zenu na katika maisha yenu. Shukrani. Turudi kwanza kwenye historia. Takribani miaka 38 mpaka hivi sasa kama sijakosea sana. Ni nini siri ya kutoka watu 15 mpaka 250? Siri kubwa iliyopo ni kuendelea kusimama katika kusudi la Mungu na lengo ambalo tumeitiwa. Kwaya hii ni kwa ajili ya kumtangaza Kristo kama Bwana na Mwokozi wa maisha yetu katika huduma yetu ya uimbaji. Kwa hiyo tumeendelea kusimama, kuendelea kumwamini Mungu na kuendelea kumtumaini katika huduma yetu hii. Tumemtanguliza yeye kwanza na yeye ndiye anayetuongoza katika huduma yetu. Nadumu katika maombi, kudumu katika kulisoma neno la Mungu, lakini pia katika mafundisho, semina na mafundisho mbalimbali faraga kwa ajili ya huduma hii. Kwa hiyo tunaona jinsi Mungu ambavyo anaendelea kutuvusha na kuendelea kutusimamia katika kipindi chote hiki tangu imeanza na mpaka sasa hivi bado tunaendelea kuona mkono wa Mungu ukiendelea kutushikilia na ukiendelea kutupigania. Mpaka mmefikia hapa, lazima kuna vigezo labda ambavyo vinafanya kwamba ukitaka kujiunga na kwaya yetu hii ya AICT Chang'ombe basi unatakiwa ukidhi 1, 2, 3, 4. Huenda ndio maana mnaendelea kuwa bora siku zote. Tunaweza kuvifahamu vigezo vichache ambavyo tutaruhusiwa sisi kuvifahamu sasa? Bwana asifiwe. Vigezo vilivyopo kwanza ni kumwamini Yesu. Mtu yoyote anayejiunga lazima awe ameokoka, anamwamini Yesu kama Bwana na Mwokozi wa maisha yake. Lakini jambo la pili ni kuendelea kujua kusudi ambalo liko mbele yake. Unapoimba lazima ujue nani unayemwimbia. Sio fashion ya kusema unajionyesha kwa watu ili kutafuta sifa. Hapa ni kusudi la Mungu. Wewe ni mtumishi, lazima uonekane kwamba unajua kusudi lako la kuimba. Lakini jambo jingine ni kuendelea kujua kwamba kweli una dhamira hiyo ndani yako ya kumtumikia Mungu kwa njia ya uimbaji. Na unajua kwamba unapokuwa mwimbaji wewe ni kioo cha jamii na wewe ni barua pia. Kwa hiyo watu watakusoma na watasikia kile unachokiimba. Kwa hiyo lazima vigezo hivyo uwe navyo. Na hii idadi ya watu zaidi ya 250 ni wale watu wazima tu au umejumlisha pamoja na watoto? Hii ni watu wazima. Ukichukua na watoto naweza tukafika hata kwenye 260, 270, nategemeana. Lakini hii ni kwa wale watu wazima.
Na kwa mfano kwa hapa Mwanza tumesafiri watu takribani 150 ambao tumekuja kwenye huduma Mwanza, na wengine kutokana na majukumu ya kikazi, majukumu ya wengine wako masomoni. Kwa hiyo ndio maana idadi imepungua hivyo, lakini idadi hiyo ni ya watu wazima. Sawa, umeizungumzia Mwanza hapa kwamba mmesafiri watu 150 kuja Mwanza, ni kipindi hiki cha Pasaka. Pasaka sasa ina maana gani kwenu kama waimbaji wa nyimbo za Injili? Pasaka ni kichukulia kwetu sisi waimbaji, kwanza kabisa Pasaka ni ukombozi, yaani ni tendo ambalo Bwana Yesu alilifanya kwa kutoa maisha yake, kwa kujitoa mwenyewe kuja kutukomboa sisi wanadamu ambao tulikuwa tumepotea, tumetengana na Mungu, na yeye akaja kuwa patanisho letu kati ya wanadamu na Mungu. Kwa hiyo kama sisi waimbaji, Pasaka ni jambo la muhimu sana kwetu, kwa sababu linatuunganisha waimbaji pamoja na Mungu kutokana na huduma yetu ya uimbaji. Kwa hiyo na kazi tulionayo ya kumtangaza Kristo. Kwa hiyo ni tendo ambalo ni la umuhimu sana kwetu kama waimbaji na kama Wakristo. Kwa hiyo Pasaka ni ukombozi wetu. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Pasaka ni ukombozi wetu. Mmetoka Dar es Salaam kuja Mwanza, pasi na shaka upo ujumbe wa Pasaka ambao mmetuletea sisi wana Mwanza ama Watanzania kwa ujumla. Amen. Ujumbe upo, na neno kuu katika Pasaka hii linatoka katika Ufunuo wa Yohana sura ya 1 mstari wa 17 mpaka 19. Neno kuu usiogope. Neno kuu usiogope. Bwana Yesu alisema usiogope, mimi ni wa kwanza na wa mwisho, mimi ni Alfa na Omega, nimeshinda. Kwa hiyo na sisi tutashinda. Kwa nini mmesimama na neno hili usiogope? Ni ujumbe ambao umetumwa kwetu, na lakini pia ni ujumbe ambao kanisa natembea nao kwa kipindi hiki. Tunajua kuna mambo mengi ambayo yanatokea, lakini tunatiwa moyo na neno hili la kwamba usiogope, kwa sababu tunajua tunaye aliyeshinda mambo yote. Kwa hiyo na Wakristo na watu wote tunaendelea kuwatia moyo kwamba wasiogope, tunaye aliye mshindaji ambaye ni Bwana wetu Yesu Kristo. Shukrani sana. Sasa ni kipindi cha Pasaka, tumetoka kwenye kipindi cha mateso, sasa hivi ni ufufuko. Sasa ni kwa namna gani kufa na kufufuka kwake Yesu Kristo kuna athiri huduma yenu ya uimbaji? Kufa na kufufuka kwa Bwana wetu Yesu Kristo kwa ujumla hakuathiri huduma yetu ya uimbaji, bali kunaimarisha huduma yetu ya uimbaji. Inaendelea kuimarika kwa tendo hili ambalo Bwana Yesu alilifanya pale msalabani alipokubali kufa kwa ajili yetu na atafufuka. Kwa hiyo inatupa nguvu sisi na inatutia moyo katika kuendelea kumtumikia, kwa maana tunajua kwamba tunao ukombozi na yeye alishinda na sisi tutashinda. Kwa hiyo ni jambo ambalo linatutia moyo, linatutia nguvu katika huduma yetu. Kwa hiyo tunaendelea kusonga mbele kwa ajili ya kumtumikia. Nyie ni waimbaji na mpo kwenye uimbaji kwa muda mrefu. Sasa ni wimbo gani ambao mnapenda sana kuimba kipindi cha Pasaka, na kwa nini wimbo huo? Bwana asifiwe. Wimbo ambao tunapenda kuimba wakati wa Pasaka ni wimbo ambao unaelezea mateso ya Yesu. Wimbo wenyewe unaitwa Inasikitisha Sana. Ni wimbo unaelezea jinsi Bwana wetu Yesu Kristo alivyoweza kupata kusurubiwa pale msalabani, lakini pia tunaona jinsi ambavyo aliweza kuvumilia yale mateso, lakini pia akaweza kuyashinda. Ni wimbo unaotukumbusha ukombozi wetu. Kwa hiyo ni wimbo ambao naupenda, lakini kuna wimbo mwingine unaitwa Maneno 7. Bwana Yesu alipokuwa pale msalabani alitamka maneno 7 ambayo na yenyewe yanatukumbusha, yanaelezea jinsi ambavyo ukombozi wetu ulipatikana, na alivyokuwa na waasa hata wanafunzi wake, alivyokuwa anawaambia Yohana, mwangalie mama yako, na
mama mwangalie mwanao. Ni maneno ambayo Bwana Yesu alikuwa anatuachia ujumbe wa kuendelea kufanyia kazi kama watumishi na kama Wakristo, tuendelee kusimama katika kumtegemea yeye. Na yeye baada ya kusema, alisema imekwisha, kwamba amemaliza yote. Kwa hiyo yote pale msalabani yaliishi. Safi. Tumewaona mkifanya huduma hii ya uimbaji sehemu mbalimbali ndani na nje ya mipaka ya Tanzania na mmekuwa waimbaji wakubwa. Tunajua faida ni nyingi ambazo zipo, lakini tunatamani kufahamu ni changamoto gani ambazo mnakutana nazo kwenye huduma hii? Changamoto zipo kama binadamu, lakini pia sababu bado tuko katika dunia hii. Bwana Yesu mwenyewe alisema kwamba duniani mnao dhiki, lakini jipeni moyo, mimi nimeushinda ulimwengu. Kwa hiyo hata na sisi, kwa sababu bado tuko hapa, changamoto za kama wanadamu zipo. Mfano, unaposafiri na kundi la watu 150, usitegemee kwamba utasafiri vizuri. Lazima kutakuwa na changamoto, pengine namna ya usafiri mnaweza mkapata shida, na mnaweza namna ya kusafirisha vifaa vyenu vya kwenda kutumia, na penyewe ni changamoto. Lakini pia pengine hata watu ambao mtakaokutana nao kwenye vyombo vile ambavyo mtakavyosafiri navyo, na penyewe inaweza ikawa changamoto. Lakini tunaendelea kumwamini Mungu. Kuna siku tutakuwa na usafiri wa kwetu ambao tutakuwa tunautumia wenyewe. Tukitaka kwenda kupiga Injili, tunafunga vyombo vyetu, tunaweka kwenye magari, tunasafiri. Kwa hiyo mojawapo ya changamoto katika huduma yetu, bado tunahitaji kupata nyenzo za kuweza kutusaidia zaidi katika kumtangaza Kristo. Kawaida ukichukulia mabasi ambayo yanabeba watu 52, si chini ya mabasi 3 ndio unaweza kutosheleza. Na hata sasa hivi tumekuja na mabasi 3 ambayo yanabeba watu 45, 40, na wengine wameweza kutumia usafiri binafsi private. Kwa hiyo ndio hicho kitu ambacho naweza kusema ni changamoto. Sawa, sio changamoto kubwa sana kwenu, mnaiweza. Watu 250 yote yawezekana kwake yeye aaminie. Oh, haleluya. Sasa umezungumzia hapo kuhusiana na swala la kusafiri na mmekuja Mwanza ni kwa ajili ya Pasaka bila shaka. Ndio. Sasa kwa nini ni muhimu kusherehekea Pasaka kupitia nyimbo? Tunasherehekea Pasaka sio kupitia nyimbo tu, pia kupitia mafundisho ambayo yanatolewa, ikiwa na nyimbo na zenyewe ni sehemu ya mafundisho. Na lengo kuu la kusherehekea Pasaka, kama nilivyosema tangu mwanzo, ni ukombozi wetu. Yaani ndio kiini cha ukombozi wa mwanadamu. Wana wa Israeli wakati wanatolewa katika nchi ya Misri, waliambiwa wachinje mwana kondoo na damu wapake kwenye miimo ya milango yao, na kwamba atakapopita yule malaika wa kuharibu, akiona ile damu atapita juu yake, hataharibu. Kwa hiyo Pasaka ni ukombozi, ni tendo ambalo lilianza kwa wanadamu, wana wa Israeli wakati wanatolewa katika nchi ya utumwa, na hata na sisi Bwana Yesu Kristo alipouawa pale msalabani, damu yake ilipomwagika iliweza kutukomboa kutoka katika laana za dhambi pamoja na mauti. Kwa hiyo tunasherehekea Pasaka kwa kufurahia ukombozi ambao tuliupata kupitia Bwana wetu Yesu Kristo. Swali la kizushi, imekuwaje mkasherehekea Pasaka yenu Mwanza? Sisi ni watumishi, tuko kwenye huduma, kwa hiyo sehemu mbalimbali huwa tunahitajika kwa ajili ya kwenda kutoa huduma. Kwa hiyo iliwapendeza watu wa Mwanza mwaka huu waweze kutukaribisha katika kanisa hili la AIC Makongoro, ambapo ndio makao makuu ya kanisa letu. Kwa hiyo na sisi tukamshukuru Mungu, kasema tutaenda kutangaza Injili Mwanza na watu wa Mwanza waweze kupata hii neema. Na Mwanza mmepaonaje? Mwanza pako pazuri. Uzuri wake? Uzuri wake, mandhari iko vizuri, hali ya hewa iko vizuri. Tunashukuru. Na pia vyakula viko vizuri. Kichukulia samaki watamu kabisa wanapatikana Mwanza. Ndio. Kwa mtu akasema maji ya baridi asubuhi kuoga kidogo kipengele, kwako hujakutana na changamoto?
Sasa hiyo teknolojia imeongezeka, kwa hiyo maji yanabadilishwa, yanatoka kwenye ubaridi yanaingia kwenye hali nzuri, kwa hiyo tuna enjoy tu. Kwa maana hiyo sasa unatuambia nini sisi wana Mwanza kwa ujio wenu huu na Pasaka hii? Watu wa Mwanza tunaendelea kuwakumbusha kwamba wanapaswa kuendelea kujiandaa, kwa sababu tuko katika nyakati za mwisho. Bwana wetu Yesu Kristo yuko karibu kurudi kuchukua kanisa lake. Kwa hiyo waendelee kutengeneza maisha yao, lakini pia waendelee kusikiliza mafundisho yaliyo sahihi ya neno la Mungu, ili waweze kuendelea kudumu katika wokovu na kuendelea kujiandaa kwa ajili ya siku ya ukombozi. Shukrani sana. Kwa kumalizia, tunatakiwa kusherehekea Pasaka kwa kufanya vitu gani? Sherehe ya Pasaka kubwa kabisa ni kuendelea kumwomba Mungu, sio kwenda kutembea tu sehemu nyingine, lakini kudumu katika maombi, kudumu katika kusoma neno la Mungu. Lakini jambo jingine ni kuendelea kushirikiana na wengine, kufika kanisani, kumwabudu Mungu, kitu muhimu sana. Juu ya meza, hiyo ni wajibu wa kila kanisa, inategemea na utaratibu wao, kushiriki meza ya Bwana, ambapo pia na yenyewe ni tendo la kujikumbuka. Endelea kuifuatilia YouTube channel yetu Jembe FM TZ. Subscribe, comment, like and share.